zangu wanahabari, habarini za asubuhi. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu ambacho amekuwa akitufanyia sisi kama Tabora United. Na kimsingi niseme tu kwamba tumekuwa na wakati mzuri katika maandalizi kuelekea katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Azam FC ambao tunakwenda kucheza saa 10 kamili katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. Na katika mchezo huu Tabora tutakuwa ugenini, nafikiri ni kila mmoja anafahamu, na ni mechi za mwisho kwenda kumaliza msimu wa 2024-25. Kwa hiyo kama timu tumejiandaa vizuri kuhakikisha kabisa kwamba tunakwenda kumaliza ligi kwa heshima, kwa sababu kwa sasa hivi ambacho tunachokihitaji kwenye mechi hizi mbili zilizosalia, kwa maana mechi dhidi ya Azam FC lakini pia na ile ya Coastal Union ambao ndio mechi ambao tunakwenda kufunga msimu huu wa 2024-25. Tunachohitaji kwa sasa ni kumaliza ligi kwa heshima, kwa sababu tukisema kumaliza katika nafasi 4 za juu hatutoweza, kwa maana pointi tulizokuwa nazo na mechi ambazo zimesalia ni kama tuseme tu kwamba hatuwezi tukafika hata kama tungekuwa tunataka kufanya kitu gani. Kwa hiyo niseme tu kwamba maandalizi yako vizuri na wachezaji wote wana hari na wana moral, na kikubwa tu tunaomba support kutoka kwa mashabiki zetu, kwa sababu wamekuwa na sisi tangia tumeanza msimu mwaka jana mwezi wa 8 mpaka mwaka huu, mwezi huu wa 6 ambao tunakwenda kumaliza msimu. Kwa hiyo tunaomba support kubwa katika mechi ya kesho ambao tunakwenda kucheza, na tunaamini tutakwenda kufanya vizuri, kwa maana unaweza ukaona Azam ni timu nzuri, lakini tulifanya vizuri katika duru ya kwanza, kwa maana tulipata ushindi katika uwanja wetu wa nyumbani kwa upata ushindi wa magoli 2-1. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba kwa wenzetu ni mechi ya kisasi na tunajua wamejiandaa vizuri, lakini mwisho wa siku sisi ndo Tabora, sisi ndo nyuki wa Tabora, lazima tukapambane kuhakikisha kabisa kwamba tunaenda kuleta heshima katika kumaliza msimu wa 2024-25. Kuhusiana na taarifa ya timu na kusema kwamba kutokufika, nafikiri tumechelewa kidogo, kwa sababu wachezaji wote wameshafika na timu pia imeshafika, lakini kutofika hapa tumepata changamoto kidogo, ndio bana imekuwa ni changamoto kwa kocha na mchezaji kufika hapa, lakini haihusiani na taarifa ambazo zimekuwa zikizungumzwa tangia jana kwenye mitandao ya kijamii. Kwa maana muhimu, na jioni timu itafanya mazoezi kwenye uwanja husika, na kesho pia timu itakopo uwanjani, lakini kwa zile ambazo zinazungumzwa sijui vileenda vikarudi, hazihusiani na wao kutokuwepo katika presi hii. Picha za nini? Picha mnato za kutoka wapi? Yani how shows kwamba picha ambayo umeiona ilipigwa jana, kwa sababu Tabora basi la timu liko Tabora, na timu ya Tabora makao yake makuu ni Tabora. Kwa hiyo mtu akipiga picha kusema kwamba hili basi tumeliona sehemu fulani, kule ni Tabora na ndio makao makuu ya timu ya Tabora, lakini pia basi ni lile lile, alijua kubadilishwa rangi. Maybe labda mtu kachukua picha ya zamani akaposti akatumia kwa ajili ya kutaka kuidentify kile ambacho amekizungumza. Na mtu ambaye alitoa hizo taarifa alisema kwamba Tabora wameanza safari, huyo tena akasema Tabora hawajafika. Kwa hiyo mimi nafikiri taarifa sahihi ni ile ambayo inatolewa na club, kwa maana ya mimi Christina Mwagala ambaye ndo msemaji wa timu ya Tabora United na kaimu mtendaji wa timu ya Tabora. Lakini kuja kusema kwamba gari limeonekana, lile gari linaishi Tabora na wachezaji wanakaa Tabora na sisi tunaishi Tabora, tafsiri inaweza isionekane Tabora likamove kutoka Tabora likaja Dar es Salaam, likaenda Mwanza, likaenda Kigoma, likaenda wapi. Alafu na istosha ile picha ambayo imeonekana ile ni eneo ambalo tunafanya mazoezi Tabora Boys, ile picha sio ya barabarani. Kwa hiyo ndio maana nasema labda mtu ameamua kuchukua picha ya zamani kuja kujustify kile ambacho anakwenda kukizungumza yeye, kwa sababu kutafuta reference ya kusema kwamba Tabora iko hivi ama Tabora iko huku, lakini haihusiani na picha ambazo watu walikuwa wanazungumza, sababu gari inatembea na gari inatumika kila wakati. Sisi tumejiandaa vizuri, na mkumbuka kabisa Azam Complex ni uwanja wetu wa nyumbani. Ni uwanja wetu wa nyumbani kwa sababu sisi ule uwanja tulishawahi kumfunga bingwa mtetezi wa ligi kuu ya NBC soka Tanzania bara, kwa maana Young Africans.
tulimfunga goli moja, tulimfunga magoli matatu, kwa hili kwa moja. Na ndio maana mpaka walihama ule uwanja, wakaamua kutoka uwanja ule wakahamia uwanja wa KMC Complex. Kwa hiyo tafsiri yake kwamba sisi ndio wenye nyumba. Kwa hiyo mpangaji wetu aliamua kutuhama. Na alihama vile kwa sababu alikuwa anajua mechi ya pili ya marudiano Tabora wanaweza wakaomba tena uwanja huu waje watumie tena kucheza. Kwa hiyo mechi ya kesho tunawaheshimu Azam FC na tunajua wana kiu na wana njaa ya kufunga Tabora, kwa sababu msimu uliopita wao walitufunga kwa sababu tulikuwa na changamoto za kolamu ile ya wachezaji. Lakini tukawadhihirishia kwenye duru ya pili msimu uliopita, wakaja kwetu Tabora, tukatoka sare ya bila kufungana. Kwa hiyo msimu huu tukasema kwamba ni lazima tuwaonyeshe kwamba sisi ndo Wanyamwezi, sisi ndo nyuki wa Tabora. Kwa hiyo tukawafunga katika uwanja wetu wa nyumbani. Kwa hiyo na kesho tunakwenda kwenye uwanja wao wa nyumbani ambao wale si pale tumewapangisha. Kwa maana huwezi, wao pale walimfunga Yanga Afrika goli moja. Lakini sisi ambao ni wageni tukamfunga Yanga Afrika si magoli matatu. Na wao pia wamekuwa hawana matokeo mazuri kwenye ule uwanja. Tafsiri yake ndio bado tunasema kwamba sisi ambao tuliweza kumfunga goli 3 bingwa mtetezi, lazima tuseme ule uwanja wa Azam Complex ni uwanja wetu wa nyumbani. Tunofananisha ni kama ule uwanja wa Ali Hassan Mwinyi kule Tabora. Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi kwenye hilo, kwa sababu vijana wangu wako vizuri, benchi la ufundi liko vizuri, maandalizi tumeanza tangia tarehe 2 ya mwezi huu wa 6 na mpaka hivi tunapozungumza kila kitu kiko vizuri. Jioni tutafanya mazoezi ya mwisho kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Morali ipo juu, wachezaji kila mmoja na ile kiu ya kusema kwamba tunahitaji tukamalize tumalize ligi kwa heshima, kwa sababu wakati tunaanza msimu Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Pocha Chamatiku alituahidi milioni 200 kama tungemaliza nafasi ya 3. Lakini akasema mkimaliza nafasi ya 4 nitawapa milioni 100. Tukimaliza nafasi ya 5 tunapata milioni 50. Kwa hiyo sisi milioni 50 za Mheshimiwa Pocha Chamatiku tunazihitaji, na ndio maana tunataka tukapambana ili tuweze kumaliza hizo nafasi ya 5, tuchukue mpunga wetu kama tulivyochukua mwaka jana. Wakati tuko kwenye mapumziko tunajua tuna bajeti ambayo tunakwenda kumaliza wakati tukisubiria usajili wa bilioni 5 ambao Tabora tumeuandaa msimu ujao.